Huyu ndio masero wa Bongo. Hakuna mchezaji bora kwenye eneo la Nixon Chubabagi. Lakini naendelea kushindilia na kusema kwamba hakuna mshambuliaji bora Tanzania kama Selemani Mwalimu. Momenti zake, positioning, touching balls, namna ambavyo anajua kufunga goli, ameingia mpira wake wa kwanza ana score Selemani Mwalimu. Kwa hiyo ni ubora wa kikosi ambao tunao, ambao umejengwa na wachezaji wengi wa dirisha dogo ambao wamekuja kutusaidia na kuifanya Simba kuwa timu bora. Tulikuwa tumeachwa alama 8 na klabu ya Simba kwenye ligi kuu. Leo tunazungumzia alama 2. Unazungumzia michezo 29 ya CRB Federation msimu huu. Simba ni unbeaten mpaka leo. Tunaingia hatua nusu finali tukiwa tujapoteza mchezo hata mmoja. Kongole sana kwa klabu ya Simba na maybe inawezekana pia kombe la FA tukifika finali tukaweza kuichukua. Labda mzungumzie kidogo kwa uchache kocha Steve Baka. Steven Baka ni mwalimu mzuri ambaye ameishi kwenye misingi ya mpira ambao unatembea. Ukimtizama Steven Baka, falsafa yake, determination, ni mwalimu ambaye anataka kila mmoja aweze kujiamini. Ndio maana ametoa nafasi kwa Duchu Kameta na akafanya vizuri. Ametoa nafasi kwa mchezaji kama Bashiru Ali. Leo unamwona Bashiru Ali Kibaila kwa mara ya kwanza na score goli akiwa na senior team, akiwa na klabu ya Simba. Wow, what a luck kwa Steven Baka. Mchezaji anatoka kwenye team B, maana yake under 20, anakuja anafanya maajabu kwenye senior team. Mchezaji ambaye anatoka kwenye timu ndogo kama Bashiru Ali Kibaila anakuja kuscore moja kwa moja kwenye timu kubwa. Lakini Vedastus Masinde ukimtazama anavyocheza, ameingia kwenye mfumo ukiwa huijui Simba leo kaja kuiona hapa KMC, unaweza kufikiri Vedastus Masinde ni mchezaji wa timu kubwa light, lakini ametokea timu ndogo. Ni manufaa na ndio faida ya kuwa na timu za vijana, kuwekeza kwenye soka la vijana ambao klabu ya Simba wamefanya kupitia viongozi. Tunaona imeweza kutulipa. Leo Bashiru Ali anacheza vizuri, na ana score, lakini muangalia Vedastus Masinde amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameipa timu heshima leo. Leo ameingia miguso yake mitatu, unaona amescore goli, lakini huu ni matunda mazuri ambayo tumefanya kwenye uwekezaji kwenye soka la vijana. Kwa hiyo kimsingi tunajivunia sana mchezo wa leo na tumepata matokeo makubwa ambayo yametupa furaha na Simba. Tuangalie fomu ya Clatous Chota Chama. Clatous Chota Chama is a genius player, is a magical player. Ukizungumzia kwenye dunia ya sayansi na teknolojia, unaweza kusema ni miongoni mwa viumbe vinaitwa aliens. Unafahamu aliens wale? Alien. Yes, huyu Clatous Chama ni jamii ya viumbe vya aliens. Akili yake, uwezo wake kucheza mpira. Clatous Chota Chama ni mchezaji wa daraja kubwa sana ambaye aishavuka hapa Afrika. Sisi tunazungumzia dunia, sio Afrika. Kwa kimchezaji Clatous kama Chota Chama anapaswa atoke mchezaji mwingine kwenye sayari nyingine kumfananisha na Chama, sio hapa duniani. Hapa amemaliza. Yes. Na kwenye zile comment kwamba unaona kuna comment ambazo mashabiki wanasema Chama akiwa na utafuta mkataba mpya ni mchezaji mwingine. Hapana, Chama toka ameingia dirisha dogo. Dirisha dogo sio mkataba mpya. After leo mkataba wa Chama ameingia dirisha dogo, maana yake mkataba wake ni miaka mitatu. Chama yupo mkataba miaka mitatu, sio mkataba mpya. Chama hajaja kumaliza mkataba, amesajiliwa dirisha dogo, msisahau. Kametokea wapi? Singida Black Stars. Hasa mkataba mpya upi unazungumzia? Kwa sababu na miaka mitatu, labda 2029 ndio ungezungumzia mkataba mpya. Lakini right now bado ni mkataba mbichi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri ambaye kimsingi ameprove ubora wake Tanzania.